Jina naitwa Isa Abdalla Musa. Nimekwenda juzi hospitali. Baada ya kwenda hospitali nikiwa na mama mjamzito. Baada ya kufika pale naambiwa nitoe shilingi 18,000 ili aweze kuandikiwa kadi ya kliniki. Hiyo ilinistaajabisha, kwani sikuwahi kuona mkutano wowote wa hadhara ambaye imejumuisha serikali kutupa taarifa kuwa sasa tunakwenda kwenye haya. Hospitali gani? Hii ya zahanati hapa. Iko hapa. Iko hapa Itigi. Haya, muhusika naamini yupo hospitali, kwa hiyo na yeye nimkaribishe. Subiri, mtu wa afya yuko wapi? Haya, chukua maiki hapo ndugu yangu, umpe ufafanuzi mwananchi kuhusu 18,000 ya kadi. Karibu. Naomba wananchi tuwe na utulivu, tusikilize ili tuelewe. Ukipiga kelele unaweza ukapitwa, sio? Karibu. Mheshimiwa Katibu Mwenezi, naomba kwa sababu mganga mfawidhi yuko hapa niweze kupata ufafanuzi. Mimi ndo nimelisikia sasa hivi. Wewe ulijui hilo. Haya basi tuachane na mganga mfawidhi. Hilo jambo lipo kwenye utaratibu au halipo? Halipo kwenye utaratibu. Haya, muite mganga mfawidhi. Mganga mfawidhi yuko wapi? Njoo sasa wanani mtaalamu. Njoo tu. Wewe ndio in charge wa hicho kituo? Wewe ndio in charge wa hicho kituo alichoenda huyo? Ni DMO. Ni mganga mkuu wa wilaya. Wewe ni mganga mkuu wa wilaya. Wewe ndio DMO. Sasa hiyo concern ya mwananchi ipo. Sasa chukua maiki, waambie wananchi utaratibu unatakaje ili waweze kuelewa. Mheshimiwa Katibu Mwenezi, ninaomba kuwaeleza wananchi kuwa huduma zetu kwa utaratibu kwa mama mjamzito hakuna gharama ambazo zinachajiwa kwa mujibu wa sera. Mama mjamzito, watoto chini ya umri wa miaka 5 pamoja na wazee wale ambao tayari tumewatambua katika halmashauri yetu, na mkurugenzi mtendaji wa halmashauri tayari amekwisha kuwapatia vitambulisho ili wasipate usumbufu kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya. Kwa hiyo hilo swala la kuuziwa kadi halitakiwi kuonekana kwenye vituo vyetu vya kutolea huduma za afya. Kwa hiyo wakija kadi wanapewa bure, wanalipia? Kadi ni bure. Kadi ni bure. Haya, wala hakuna shida. Wananchi oye, naomba tusikilizane. Ndio maana chama kimekuja hapa, na wajibu wa chama ni kuisimamia serikali, si ndio? Na ndio maana hapa tumemuita DMO, ametuthibitishia kwamba hilo jambo halipo kwa mujibu wa sera za afya. Maana yake ni nini? Inawezekana tunao baadhi ya watumishi wetu kwa huruka zao binafsi wanaanzisha vitu ambavyo sio sahihi ndani ya serikali. Sasa ni kuombe DMO, hilo jambo umelisikia. Mwananchi aliyosema ni huyo jirani yako hapo, mumtafute huyo aliyechukua hiyo 18,000. Moja, kwa taratibu zenu mjue mnachukulianaje hatua na lisijitokeze tena hilo jambo. La pili, wasimamie watumishi unaowaongoza kufanya kazi kwa uadilifu. Na wajue hawa ndio waajiri ambao wanafanya wao walipo mishahara. Sasa mwananchi anapokuja, wajibu wa kiongozi aliyopewa dhamana ni kumsikiliza, kumsaidia, na sio kumdanganya na kumuomba tena kitu ambacho ni kinyume na nini? Na utaratibu. Sasa niseme kwenu wananchi, watumishi tunao wengi. Sio kila mtumishi ni mbaya, ila wapo wachache ambao ni nini? Wabaya, wana tabia zao wanazozijua wao. Kwa hiyo ni kuombe Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ushirikiane na DMO katika hili. Sio jambo jema sana, nami nilipo ndani ya level yenu. Hatua kwa huyo mtumishi zichukuliwe za kinidhamu, lakini sasa DMO mpe 18,000 mwananchi aliyokuwa ameitoa ili akampe mke wake. Mrejeshe hiyo fedha yake. Kweli haki yangu nimefanya nini?
Wangapi mnasema DMO amrudishie haki yake? Wangapi mnasema apewe haki yake? Na Mungu awabariki sana. Mfawidhi wako naamini analalamikiwa sana. Uongo kweli? Uongo kweli? Uwezo wa kumuondoa anao nani? Unao wewe. Umejifunza nini manunguniko ya watu hapo? Maana yake kuna hatua lazima uzichukue za haraka. Nusu ya watu hapo wanalalamikia hapo rushwa, kutozwa hela nje ya utaratibu, na nyingine umekiri. Sasa mimi nikuombe, kwa mujibu wa taratibu zako za kazi na mamlaka yako, tatua hili tatizo na unipe majawabu kabla sijaondoka mkoa huu wa Singida tarehe 22. Sawa? Lisimamie manunguniko yasiwepo. Watu wanapewa mamlaka, wanashindwa kufanya maamuzi. Mtu anaharibu, mtoe. Hatuna sababu ya kubembelezana kwenye kazi za kuhudumia watu.